Exhibition. Umekiona kile ambacho ulikuwa unakinadi jana? Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu dhidi ya KMC magoli mawili kwa bila, alama 3. Ni jambo bora na jema kweli kweli kwa upande wetu. Leo hii tulikuja kuonesha mpira mzuri, kwa maana tumeshazoea maonesho ya biashara, maonesho ya kilimo 88, maonesho sijui ya sayansi na teknolojia. Tumeshashuhudia maonesho mengi yakifanyika duniani, lakini dunia haijawahi kushuhudia maonesho ya mpira wa miguu, yani football exhibition. Dunia haijawahi kushuhudia. Kwa leo ilikuwa maalum kuja kufanya maonesho ya mpira wa miguu kwa maana ya football exhibition. Tulikuja kucheza mpira mkubwa, kuja kucheza mpira mzuri. Tangu tumeanza ligi msimu huu, sio Simba tu, hakuna timu yoyote ya ligi kuu ya Tanzania ambayo imewahi kucheza mpira huu ambao Simba tumecheza leo. Ni mpira ambao unaburudisha kuanzia mwanzo. Ni mpira ambao kila ukiutazama unasikia raha kweli kweli. Ni mpira ambao una enjoy to the maximum. Ni mpira ambao hata kama una changamoto yoyote kubwa ya kimaisha, ukiuangalia mpira huu wa Simba wa hivi sasa unasahau kila kitu, unasahau shida zote. Ni mpira mkubwa, ni mpira wa sayari nyingine kweli kweli. Tumekuja, tumecheza, tumepata ushindi, na jambo la kutia moyo na faraja ni kwamba tumefanya maboresho kwenye kikosi chetu, hasa dirisha dogo. Tumeondoa wachezaji takriban 5 kama sio 6-7. Tumeleta wachezaji wengine kwa idadi hiyo, na wapo watu ambao walionyesha kuwa na mashaka kwamba dirisha dogo unabomoa timu karibia nusu, alafu unategemea utafanya kitu gani. Kwa sisi viongozi wafanya maamuzi kuchukua riski kubwa kama ile ya kufanya mabadiliko makubwa kama yale, alafu yale mabadiliko ambayo tumeyafanya yamekuja kuzaa matunda kwa 100%, inaonyesha ni kwa namna gani tulifanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kweli kweli. Tumeona ingizo la Dickson Kibabage, namna ambavyo amechagiza upande wa kushoto. Tangu amejiunga nasi amekuwa na msimu bora kweli kweli. Lakini tumeona vile vile Aniset Ura akifanya kazi kubwa, akihama kushoto, akihama kulia, yani anafanya kazi isiyomithilika. Lakini tunamuona Libase Geye mechi yake ya pili ya ligi kuu ya NBC anafunga magoli mawili, tena magoli ya mbali, anapiga mbali kweli kweli, na kama haitoshi kila mechi anakuwa ni man of the match. Kwa hiyo unaweza kuona Mwamba wa Lusaka, wapo watu walikuwa na mashaka mengi, lakini tumeona Mwamba Lusaka kazi kubwa ambayo anaifanya. Anacheza, anafundisha, anaelekeza na anasaidia timu kwa ujumla. Lakini tumeona Ino Josephine Loemba, hamjawahi kumuona live Ino Loemba ndugu zangu waandishi wa habari. Leo ameingia dakika ya 70, lakini umeona matusi ambayo ameyafanya. Anachukua moja na achia, yani kusema kweli sisi Simba Sports Club tunao furaha kubwa sana kuona timu yetu inaimarika, timu yetu inazidi kuboreka, timu yetu inazidi kuwa imara, na tunapata ushindi kwenye mechi kama hizi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunawapongeza wachezaji wetu. Umesema unasahau matatizo ukiangalia Simba. Inawezekana hata ninyi mmesahaulishwa yale yaliyotokea ligi ya mabingwa Afrika. Tumeshasahau kama hatujafuzu robo final. Tumeshasahau, yani sio shida zetu tena. Tumeshakubali yes, mwaka huu hatakuwa vizuri, na tumesema ama niliwahi kusema kwamba laiti ligi ya mabingwa ingeanza hivi sasa, Simba Sports Club sio tu angeenda robo finali, lakini tungeshinda mechi zetu zote 6. Yani tungeondoka na alama 18 kwa Simba hii hapa hivi kwenye kundi hili. Tukianza upya hivi sasa tungeondoka na alama 18. Tungemfunga kila mtu nyumbani kwake na tungemfunga kila mtu Benjamin Mkapa. Simba hii ambayo kwanza ni mechi muhimu sana kwetu. Bado tunaendelea kupigania heshima ya mnyama, na tunafahamu ya kwamba msimu huu kwenye ligi ya mabingwa hatujashinda hata mchezo mmoja nyumbani Benjamin Mkapa. Twendeni tukashinde mchezo huu. Niwaambie kitu kimoja wana Simba, wala wasiangalie impact ya mchezo wenyewe, kwamba
hata tukishinda hatuendi popote, hata tukifungwa hatuendi. Tusiangalie hiyo. Sisi tumeshakubali ya kwamba mwaka huu tumeanguka. Sasa tuendelee kusimama bega kwa bega na timu yetu. Kwanza twende tukaweke heshima ya Simba yetu Benjamin Mkapa, hilo la kwanza. Lakini la pili, twende tukaendelee kutengeneza morali na winning confidence ya wachezaji wetu. Bado tuna mechi 22 mbele huko. Kwa hiyo lazima tucheze mechi dhidi ya Stade Malien kwa nguvu kubwa kama fainali, ili wachezaji washinde. Ni kipimo kizuri kwanza hiko kwetu, ili wachezaji wajione wamefika katika level gani, na nguvu utakayotumia pale na matokeo utakayopata pale yanakuja kuakisi maandalizi yetu kuelekea katika kampeni yetu ya kushinda michezo yote ambayo ya ligi kuu ya NBC iko mikono. Kwa hiyo ni mechi muhimu mno. Mimi ni waombe ndugu zangu wana Simba, kesho tutatangaza kiingilio cha mchezo wetu huo. Ni waombe wana Simba, bila kuanza kujadili huo mchezo wala kuanza kuchambua huo mchezo, wewe njoo uione Simba yako. Yani as long as Simba yako inacheza, wewe njoo uiangalie Simba yako. Yani wewe pale usifate matokeo, usifate nini, fuata Simba yako iko pale uwanjani. Twende kwa pamoja tukawatie moyo vijana wetu kwamba tumeanguka pamoja, tunasimama pamoja, tunakwenda mbele pamoja. Unaona huu ndio mwanzo mpya wa Simba ile tunayojua. Ya. Umeshawahi kuona mfano mgahawa ulikuwa wa zamani unaitwa Mwelondo Restaurant, alafu unaufanyia decoration, unakuja kuongeza kaneno mwanzo hapa, New Mwelondo Restaurant. Ndio Simba Sports Club. Simba Sports Club baada ya kufanya mabadiliko makubwa na wachezaji kujipata, imekuwa ni New Simba Sports. Ni Simba mpya, alafu sio tu Simba mpya, ni Simba ya hatari. Alafu haishi tu kwenye hatari, ni Simba ya moto. Alafu haishi tu kwenye moto, ni Simba inayotisha vibaya mno. Bwana, kuna shabiki alisema mnyama hawezi akatoka kimataifa alafu timu nyingine zikabaki salama. Sasa hiyo tu reserve. Tuweke akiba. Ulipoongea ni kama umeipania. Tutatafutana baadaye tuje tuzungumze, tufanye round up tathmini ya msimu huu. Hiyo Jumatatu sema hivi. Kwa sasa lakini kwa sasa hebu tuache kwanza, kwa sababu hata mimi mwenyewe ama sisi wenyewe Simba tuna mechi ngumu. Stade Malien ametushangaza sana. Kwa hiyo hebu tuache tumalize hichi kibarua, alafu baada hapo tutakuja kujadili vizuri msimu huu umekuaje. Hapana, mimi nikiamua kufyatuka waga nafyatukaga tu. Ndio maana nasema mechi ya Jumamosi inanitia uzito wa nafsi. Kwa hiyo nipeni muda kidogo nimalizane nao Jumamosi. Baada hapo nitakuwa huru kuizungumzia Simba yangu na tathmini kwa ujumla ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu huu.